Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yalojiri tulokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za biashara zitasomwa na Nizia Masinde na habari za kimataifa zitaletwa kwenu na Roman Shirima. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Dr. Nchimbi asema mashujaa wa vita ya Majimaji waenziwe kwa kuimarisha nidhamu. Katika biashara, vijana wa mradi wa Jenga Kesho iliyo bora Chamwino wakosa soko la matangazo. Na katika habari za kimataifa, raia wawili wa Afrika Kusini wafariki katika vita vya Ukraine na Urusi. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Amesema mashujaa wa vita ya Majimaji wanapaswa kuenziwa kwa kuimarisha nidhamu ya utendaji kazi, kupinga masuala ya ukabila na kutambua wajibu wa pekee wa kulitetea na kulipigania taifa. Taarifa inasomwa hapa studio na Recho Chacha. Makamu wa rais amesema hayo wakati wa kilele cha tamasha la 17 la kumbukizi ya miaka 120 ya mashujaa wa vita vya Majimaji lililofanyika katika viwanja vya makumbusho ya vita vya Majimaji Songea mkoani Ruvuma. Amesema ni muhimu kuwaenzi mashujaa hao kwa kuendelea kusimamia umoja ili kuhakikisha makabila yote yanakuwa taifa moja, kufanya kazi kwa bidii, kuijenga nchi pamoja na kupinga vitendo vya rushwa na kutenda haki. Ameongeza kwamba mashujaa wa vita vya Majimaji waliweka pembeni ubinafsi kwa kuunganisha makabila zaidi ya 30 ili kuweza kupambana na wakoloni na hivyo kutengeneza mustakabali mzuri wa maisha ya sasa. Sisi tutakumbukwa kwa lipi? Sisi tunawaenzi wazee wetu kwa namna gani? Namna kadhaa zipo za kuwaenzi wazee wetu. Ya kwanza ni kufanya kila inavyowezekana kukwepa njia za mkato katika kutafuta maendeleo na kuimarisha nidhamu ya utendaji kazi katika nchi yetu. La pili ni kuendelea kukataa ukabila kama ambavyo wazee wetu walifanya kwa kuungana zaidi ya makabila 30 kupambana na Mjerumani. Ni wajibu wetu kusimamia umoja kwa kuhakikisha makabila yetu yote yanaendelea kuwa taifa moja. Tunao wajibu wa kuendelea kukwepa visingizio katika utendaji wa kazi katika nchi yetu. Tujielekeze katika kufanya kazi kwa bidii, kuijenga nchi yetu. Lakini vile vile tuwaenzi wazee wetu kwa kuikataa rushwa na kuhakikisha haki inatendeka katika maeneo mbalimbali ya jamii yetu. Aidha, makamu wa rais ametoa wito kwa jamii kushirikiana na shirika la makumbusho ya taifa kuanzisha makumbusho katika maeneo yao ili kuendelea kuhifadhi historia nzuri ya taifa pamoja na kutumia fursa mbalimbali zinazopatikana kwenye malikale zilizopo nchini, ikiwemo kuinua uchumi kupitia utalii wa utamaduni. Nitumie fursa hii pia kutoa wito kwa taasisi binafsi na jamii kwa ujumla kushirikiana na Wizara ya Maliasili na Utalii katika kuwekeza na kutumia kumbukumbu hizi kama chanzo cha ajira na majukwaa ya kutangaza bidhaa na vivutio katika uwekezaji na utalii. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa makumbusho ya taifa Dr. Noeli Luoga amesema pamoja na kufanya kumbukizi hiyo ya kuwaenzi mashujaa wa vita ya Majimaji, lakini pia malengo mengine ni kurithisha urithi wa historia, mila na desturi kwa kizazi cha sasa na baadaye, kuibua na kuendeleza fursa za utalii na uchumi zinazotokana na historia na utamaduni, pamoja na kuelimisha umma wa Tanzania umuhimu wa kutunza na kuhifadhi urithi wa taifa. Wizara kwa kushirikiana na mkoa wa Ruvuma na wananchi kupitia Baraza la Makumbusho wa Mila na Desturi tumeendelea kuadhimisha kumbukizi la mashujaa na kuhusisha tamasha la utalii wa utamaduni pamoja na kuwaenzi mashujaa. Malengo mengine ya maadhimisho haya ni kurithisha historia na utamaduni wa kizazi cha sasa na baadaye, kuendeleza fursa za utalii na uchumi ambazo zinatokana na malikale na kuelimisha jamii umuhimu wa kuhifadhi urithi wa taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tamasha hili linalofikia kilele leo ni la 17. Lilizinduliwa tarehe 23 Februari na Mheshimiwa Brigadier General Ahmed Abbas Ahmed, mkuu wa mkoa wa Ruvuma. Awali, makamu wa rais alishiriki tukio la uwekaji wa silaha za jadi katika mnara wa kumbukumbu ya mashujaa wa vita ya Majimaji pamoja na kuweka shada la maua katika makaburi waliozikwa mashujaa hao. Tamasha la 17 la kumbukizi ya miaka 120 ya vita vya Majimaji limebeba kauli mbiu isemayo utamaduni wetu ndiyo nguvu yetu,
kwa maendeleo ya utalii na uchumi, ambapo limewashirikisha viongozi, wananchi, wadau mbalimbali wa utalii na utamaduni na viongozi wa kimila kutoka Tanzania, Zambia, Msumbiji, Malawi na Afrika Kusini. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameyakaribisha makampuni na wawekezaji kutoka nchini Ufaransa kuwekeza nchini, hususan katika sekta kuu za uchumi ikiwamo utalii na uchumi wa buluu. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo Februari 27 alipokutana na balozi wa Ufaransa nchini Tanzania, Balozi Anne Sophie aliyefika Ikulu Zanzibar. Rais Dr. Mwinyi amesema Zanzibar inahitaji wawekezaji makini na wenye mitaji mikubwa watakaowekeza katika sekta hizo mbili kuu ili kuimarisha nguvu kazi, utaalamu na utoaji wa huduma hususan katika sekta ya utalii na maendeleo ya uchumi wa buluu. Much into blue economy, and would like to see more investments under that category of blue economy, particularly fisheries. We haven't done very well while we're surrounded by the ocean. So if we get any opportunity to speak to the French business community regarding investments in tourism and blue economy, we'll be very keen to do that. Naye Balozi Anne Sophie amehakikishia Zanzibar kwa nchi hiyo kuendelea kuunga mkono juhudi zinazoendelea katika kuimarisha maeneo muhimu ya kiuchumi, hususan katika miradi ya sekta ya utalii, afya, elimu, utamaduni, uendelezaji wa mji mkongwe, mazingira na uchumi wa buluu. Serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano imesema inaendelea na majadiliano ya kusaini hati za makubaliano ya ushirikiano wa ajira na nchi 15 zikiwemo Sweden, Denmark, Poland, Oman, Ujerumani na Kuwait, huku makubaliano kati ya serikali ya Tanzania na Oman yakitarajiwa kukamilika hivi karibuni. Mwandishi wetu Rachel Chacha anao undani wa taarifa hiyo. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na naibu katibu mkuu wa ofisi hiyo Zuhra Yunus wakati wa hafla ya kuaga vijana 500 wanaokwenda kufanya kazi nje ya nchi katika mataifa mbalimbali, ambapo amesema kuanzia Julai 2025 hadi Februari 2026 jumla ya Watanzania 4966 wameunganishwa na fursa za ajira nje ya nchi. Ameeleza kuwa serikali kwa kushirikiana na mawakala binafsi wa ajira imeendelea kuratibu huduma za ajira kwa kuunganisha watafuta kazi na waajiri wa nje, na pia imeandaa mwongozo wa mawakala binafsi wa ajira wa mwaka 2025 unaolenga kusimamia na kuratibu shughuli za mawakala hao ili kulinda haki na maslahi ya Watanzania wanaopelekwa kufanya kazi nje ya nchi. Akizungumzia masuala ya mikataba na haki za msingi, Zuhra amesisitiza kuwa mikataba yote ya ajira imehakikiwa na serikali ili kuhakikisha inazingatia viwango vya kimataifa, maslahi ya wafanyakazi na usalama wa Watanzania wanaoenda kufanya kazi nje ya nchi. Serikali pia itaendelea kushirikiana na wadau kuhakikisha Watanzania wanapata fursa salama, zenye staha na zenye manufaa endelevu kwao na kwa taifa. Ndugu wageni waalikwa, napenda kutoa wito kwa vijana wetu kote nchini kuchangamkia fursa hizi kwa kujiamini na kufuata taratibu rasmi. Fursa hizi hutangazwa wazi kupitia vyombo vya habari na mitandao rasmi ya serikali, ikiwemo tovuti na mitandao ya kijamii ya ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano. Ndugu wageni waalikwa, napenda kuwapongeza na kuaga rasmi vijana 500 wanaoenda kufanya kazi nje ya nchi, na nyinyi ni wawakilishi kati ya hao 500. Serikali ya Tanzania kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano imehakikisha mmepatiwa mafunzo ya awali, mikataba yenu imehakikiwa na taratibu zote za usalama na ulinzi wa haki zenu zimezingatiwa. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa kitengo cha huduma za ajira kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Jenny Soroga, amesema vijana hao wamepewa mafunzo maalum kabla ya kuondoka nchini ambayo yamejumuisha uwajibikaji kazini, nidhamu, utunzaji wa nyaraka, uelewa wa tamaduni za nchi wanazokwenda, pamoja na namna ya kukabiliana na changamoto za mazingira mapya ya kazi. Naye afisa mfawidhi mkuu kutoka Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF, Neila Kambaya, ameeleza kwamba mfuko umetoa elimu kwa vijana hao kuhusu umuhimu wa kujiunga na Mfuko wa Hifadhi ya Jamii na tayari wamewasajili baadhi yao ili waweze kunufaika na mafao hata wanapokuwa nje ya nchi. Vijana hawa ni miongoni mwa vijana 500 ambao wanasafiri kwenda kufanya kazi nje ya nchi. Ikiwa ina maana leo wamekuja wachache kama hivi, lakini ni vijana 500 ambao wanaagwa kwa siku ya leo. Wengine wameondoka leo, wengine wameondoka jana na wengine wameondoka juzi. Kwa hiyo hawa wanategemea kuondoka wengine jioni, lakini wengine wanategemea kuondoka kesho, wengine siku zinazofuata.
Vijana hao wanaenda kufanya kazi sehemu mbalimbali nje ya nchi, lakini miongoni mwao, Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna vijana ambao wanaenda kufanya kazi kama wataalamu wa lishe, nutritionist, lakini pia wengine wanaenda kufanya kazi kama mafundi mchundo, wengine wanaenda kufanya kama watu wa mifugo, wamesomea animal science, lakini wengine wanaenda kufanya kazi kama watu wa maabara, na wengine wanaenda kufanya kazi kama watumishi wa majumbani. Nao vijana wanaoelekea ughaibuni wamesema wako tayari kuiwakilisha Tanzania kwa weledi, uadilifu na bidii, na kubainisha kuwa fursa hiyo ni mwanzo wa safari ya kutimiza ndoto zao na kusaidia familia zao pamoja na kuchangia maendeleo ya taifa kupitia uzoefu na kipato atakachokipata nje ya nchi. Jiandaa vizuri na safari, naamini fursa hii tuliyopata na serikali yetu kutusaidia kwenda nchi za wenzetu, nchi za nje, specifically naenda Ujerumani. Ninaamini hizo nchi zina maendeleo zaidi kuliko nchi yetu kwa sababu ya teknolojia na vitu vingine. Kwa hiyo tuna imani tutawakilisha nchi vizuri tukijifunza, lakini tukitumia utaalamu wetu, mimi kama afisa lishe, kujifunza mbinu mbalimbali za kupambana na magonjwa ya kurithi, lakini pia magonjwa kama utapiamlo au kansa. Ninaamini kwenda huko kutanisaidia kupata ujuzi zaidi, kujua teknolojia katika uzalishaji, hasa katika kilimo na mifugo, zaidi katika mifugo, na naamini kwa ujuzi huo nitakaopata huko na kwa kipindi nitakapokuwa nimefanya kazi, utamaduni pia, kujua namna uzalishaji zaidi, taifa litegemee kwamba litaongeza mtu ambaye tayari ana ujuzi zaidi katika ufugaji na kupata pia fursa. Aidha, vijana hao wanakwenda kufanya kazi katika kada mbalimbali ikiwemo wataalamu wa lishe, mafundi ujenzi, wataalamu wa mifugo, wataalamu wa maabara pamoja na watumishi wa majumbani. Asante sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Wananchi wa kijiji cha Imalamawazo kata ya Makurugusi wilaya ya Chato pamoja na kijiji cha Isima kata ya Nyakagomba wilaya ya Geita wanaendelea kukumbana na adha ya kutumia daraja la miti kuvuka mto Mwambo unaounganisha vijiji hivyo kufuatia kukosekana kwa daraja la kudumu na miundombinu bora ya barabara. Huyu hapa Joel Amaduka kutoka Geita kwa undani wa taarifa hiyo. Kwa sasa wananchi wanalazimika kutumia daraja hilo kwa muda lililojengwa kwa miti ambalo lilianzishwa na mwananchi anayejulikana kwa jina la Luhemeja baada ya kushuhudia mateso ya wakazi wa maeneo hayo. Kabla ya uwepo wa daraja hilo, wananchi walikuwa wakivuka moja kwa moja ndani ya maji, hali iliyohatarisha maisha yao hasa nyakati za mvua ambapo maji hujaa na kuwa na nguvu kubwa zaidi. Mwenyekiti wa kijiji cha Imalamawazo Rushinge Maige ameelezea kuwa mto Mwambo kwa muda mrefu umekuwa kikwazo kikubwa kwa wananchi, hasa wanafunzi na wafanyabiashara wanaotegemea njia hiyo kwa shughuli zao za kila siku. Tatizo la huu mto umechukua miaka mingi tangu Tanzania kujitawala mwaka 1961. Huu mto unaitwa Mwambo. Huu mto umepoteza maisha ya watu kwa kipindi cha miaka mingi, kila mwaka huwa unapoteza binadamu na mifugo. Naye Huba Luhemeja, mkazi wa kijiji cha Isima na mbunifu wa daraja hilo, amesema aliamua kuchukua hatua baada ya kushuhudia baadhi ya wananchi wakisombwa na maji wakati wakijaribu kuvuka mto huu. Walishapoteza maisha kupitia kwa huu mto. Sasa nikaamua mimi nikaenda kwa uongozi, nikaomba niwatengenezee wananchi. Kwa kweli wananchi walinikubalia, nikajitolea. Ili kupita kwenye daraja hilo, watembea kwa miguu inawalazimu kulipia shilingi 500 huku waendesha pikipiki wakitozwa shilingi 1000. Fedha hizo hukusanywa kwa madai ya kugharamia matengenezo ya daraja pamoja na kuchangia shughuli za maendeleo ya kijiji. Baadhi ya wananchi wameelezea maoni yao kuhusu hali hiyo. Kwa hiyo ni nafuu zaidi tukiwekewa barabara angalau tunapita bila ushuru, alafu njia iwe nzuri. Barabara liwe nzuri limewekewa mola, tutafurahi sana kwa huduma hiyo. Kwa hiyo mimi niko naomba na huko mbele wapaboreshe. Maana sisi tunahangaika mno. Sasa unajifikiria unatoa hela ya unalipia hapa hela ya ushuru, halafu njia yenyewe haieleweki. Walikuwa wakitoa ushuru serikalini,
10% ndogo ya kusaidia kijiji. Iwapo kama tuna ujenzi wa ofisi au mambo mbalimbali, wao wanajitokeza, wanatoa. Wamewahi kuchangia matundu ya choo cha wanafunzi, wakatoa hela kama 200,000 wakatusaidia tukachimbisha. Kufuatia changamoto hiyo, serikali kupitia wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA imesema tayari imeanza kuchukua hatua za kutafuta suluhisho la kudumu. TARURA wilaya ya Geita imeishafanya tathmini kwa ajili ya hilo eneo na kubaini shilingi milioni 423. Kama tutakuwa tumefanikiwa, tutaweza kujenga daraja na kufanya unyanyuaji wa tuta katika eneo hilo ili kuweza kuleta mawasiliano. Wananchi sasa wanaiomba serikali kuharakisha ujenzi wa daraja la kudumu litakalohakikisha usalama wao na kurahisisha shughuli za kiuchumi kati ya vijiji hivyo viwili. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Naibu Waziri wa Maji Kundo Mathew amesema serikali imetenga zaidi ya shilingi milioni 650 kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya maji na kukarabati vyanzo vya maji katika kata za Uru Mashariki na Kimochi, wilaya Moshi, mkoani Kilimanjaro. Finalimu kutoka Kilimanjaro ana undani wa taarifa hiyo. Wakati akisikiliza kero za wananchi, amesema wizara imepokea na kuanza kufanyia kazi maelekezo ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba wa kutenga fedha hizo kwa ajili ya ukarabati wa vyanzo vya maji na uboreshaji wa miundombinu ya usambazaji katika kata hizo. Amesema kuwa lengo la fedha hizo ni kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na salama unakuwa wa hakika na endelevu kwa wakazi wa zaidi ya 16,000 wa eneo hilo. Mimi najua kwa sababu moyo wako, dhamira yako, mapenzi yako, unataka kuona wananchi wako wa Uru Mashariki changamoto ya maji imeondoka. Nikuhakikishie tutakusaidia, na ujue kwamba niko hapa kwa sababu Mheshimiwa Waziri amenielekeza. Nitakayoyasema hapa ni maelekezo ya Mheshimiwa Waziri. Sio kwamba nikiondoka tunaenda kujadili. Hakuna kujadili, hatuendi kujadili lolote. Haya tukishayamaliza hapa tunayamaliza. Upande wake mbunge wa jimbo la Moshi Vijijini Morris Makoi amesema tatizo la maji katika jimbo hilo litatatuliwa na serikali. Ameongeza kuwa changamoto ya ubovu wa miundombinu ya barabara inaelekea kumalizika kufuatia ununuzi wa mitambo mipya ya kutengeneza barabara za jimbo la Moshi Vijijini. Tulimueleza zile barabara zenu, barabara moja ya kwenda pale kilomita 6 na ile barabara nyingine kilomita 10 ya kwenda kwa yule mzee Mrema aliyechanganya udongo. Na waziri mkuu amezipokea na ameelekeza TARURA waje wazipime, zifanyiwe kazi haraka sana. Zile nyingine zitakazobaki tutafanyia kazi kwa kutumia TARURA ya kawaida na ofisi ya mbunge. Si ndio jamani? Sasa swala la maji nimekuja na naibu waziri wa maji baada ya kumwomba waziri wa maji Juma Aweso afanye ziara, akasema atamtuma kijana wake. Naye mkuu wa wilaya ya Moshi Godfrey Mzava ametaja vijiji vyenye changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama katika kata ya Kimochi. Kijiji cha Shia, Kisaseni pamoja na Mdawi, ukishuka mpaka kule Sango, bado tunayo hiyo changamoto ya upatikanaji wa maji kwa kiasi kikubwa zaidi, lakini kuna zile kilomita 19 ambazo ilikuwa bado hatujatandaza mfumo wetu wa maji kuelekea katika vijiji hivyo. Kwa kweli bado iko changamoto, lakini nafahamu kwamba yapo na ipo mipango mizuri ya serikali na kuhakikisha kwamba hizo kilomita 19 na zenyewe zinatandaziwa mfumo wa mabomba ili wananchi wapate huduma za maji. Ziara ya naibu waziri katika jimbo la Moshi Vijijini imelenga kukagua miundombinu ya maji, kusikiliza kero za wananchi na kuzipatia ufumbuzi katika kata 3 za Mabogini, Uru Mashariki na Kimochi. Asante sana Finalimu kwa taarifa hiyo. Serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imetaka sekta binafsi nchini kuunga mkono utekelezaji wa mkakati wa matumizi ya tehama shuleni ili kurahisisha matumizi ya teknolojia kwa wanafunzi kuanzia ngazi ya elimu ya msingi. Huyu hapa Goodluck Msola kwa undani wa taarifa zaidi. Akisoma hotuba ya naibu waziri wa elimu katika hafla ya kuzindua programu ya Twenzetu Darasani ambayo inalenga kutumia teknolojia katika utoaji wa elimu nchini, mkurugenzi wa sayansi na teknolojia kutoka wizara hiyo Profesa Ladislaus Nyoni
amesema kwamba pamoja na serikali kufanya uwekezaji mkubwa kama vile kujenga madarasa janja 5 na kuwezesha ubao janja zaidi ya 400, bado sekta binafsi zina nafasi ya kuunga mkono jitihada za kidijitali. Serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali, na nitatoa mifano michache. Kwanza kabisa, serikali imeidhinisha na kuanza kutumia mkakati wa kitaifa wa matumizi ya teknolojia za kidijitali katika elimu, yaani National Digital Education Strategy. Na hii ni strategy ambayo itatumika kwa miaka 5, 2025 mpaka 2030. Hii imetoa mwelekeo wa jumla, imetoa vipaumbele, lakini imeainisha mikakati mbalimbali ya kuhakikisha kwamba nchi yetu sio tu inaongeza matumizi ya teknolojia za kidijitali, lakini vile vile inakuwa sehemu ya uzalishaji wa teknolojia hizo. Kwa upande wake, kamishna wa elimu nchini Dr. Liabene Mtabwa ameitaka jamii kuweka kipaumbele katika kulinda usalama, ustawi na maendeleo ya wanafunzi kote nchini, huku akisisitiza kuwa serikali itaendelea kuja na mipango na mikakati sanjari na sera zinazowalinda wanafunzi. Kama una mashamba, jiulize mashamba yako yanasaidiaje watoto wa Tanzania. Kama una makampuni, jiulize makampuni yangu yanawasaidiaje watoto wa Tanzania. Kama una apartments, guest house, hotel, shopping mall, mashamba ya miwa, unarina asali, unavua samaki, ni mfugaji, unachimba madini, jiulize kazi unayofanya inasaidiaje watoto wa Tanzania wiwi. Una vyombo vya kusafirisha watu, jiulize vyombo hivyo vinasaidiaje watoto. Wewe ni kiongozi umekalia kiti, jiulize kwa kukalia hicho kiti unasaidiaje watoto. Wewe kiongozi wa dini ulioko hapa, jiulize unasaidiaje watoto. Naye Ali Zuberi, mwakilishi wa kampuni ya simu za mkononi ya Vodacom, pamoja na bwana Isaac ambaye ni mwakilishi wa taasisi ya Rahoma, wakiwa ni wadau ambao wameanzisha mfumo huo maalum wa kutoa elimu kwa njia ya kidijitali, wamesema mfumo huo kwa sasa umekuja kuboresha matatizo yaliyopo katika tasnia ya ujifunzaji na ufundishaji wa shule za mikoa yote nchini. Vodacom inajikita zaidi katika kuangalia jamii inanufaika vipi na teknolojia. Teknolojia ya simu na teknolojia ya mawasiliano ni kubwa sana. Kwa hiyo kwa kutumia hii mifumo ambayo tunaianzisha, inawezesha jamii kufikia au kuweza kujifunza na kujiendeleza bila kuhangaika. Pale alipo anaweza kutumia teknolojia iliyopo na mifumo iliyopo kujifunza, kujiendeleza na kuweza kusaidia wengine, kwa sababu ukishajifunza, ukishaelewa, au ukiwa ni wewe ni mkufunzi, una uwezo wa kutumia mifumo iliyopo kufikisha elimu na kusaidia jamii kwa ujumla. Kupitia somo tunaunganisha shule na walimu kupitia teknolojia, tunawezesha wanafunzi kujifunza kwa njia shirikishi na ya kisasa bila kuwaacha nyuma wanafunzi wenye mahitaji maalum. Ni wazi kuwa tunatambua shule zetu zina wanafunzi ambao wengine ni vipofu, wengine ni viziwi na changamoto zingine ambazo wanafunzi wetu wanazo, lakini mfumo wetu haujawaacha nyuma wanafunzi wenye mahitaji hayo maalum. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Kutokana na uwepo wa ongezeko la matukio ya ubakaji na uporaji unaoendelea kufanywa na wanaodhaniwa kuwa madereva bajaji jijini Mbeya, wakazi wa kata Iganzo wameiomba serikali kuongezea ulinzi katika maeneo yao. Taarifa ya Daniel Smeta kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Hayo yamesemwa na wakazi wa kata hiyo wakati wa mkutano wa dharura wenye lengo la kutathmini ongezeko la matukio ya ubakaji, utekaji na uporaji yanayofanywa na watu wanaodhaniwa kuwa ni madereva bajaji. Sisi wakina mama na mabinti na wasichana ndio waathirika wa sehemu kubwa, na ambao ndio tunaopata shida kwenye historia ya kubakwa ni mabinti na wakina mama, na wanaotubaka ni vijana wadogo wenye umri mdogo, wanatuvizia kina mama. Sasa tunatoka kwenye biashara tunarudi tunaathirika na hiyo hali. Vijana wa hapa wamejitetea kwamba sio wao, lakini na imani kwamba wao ndio walinzi wetu, wao ndio watoto wetu, wao ndio sehemu ya kutulinda sisi. Kwa nini wanavyomwona mtu mgeni kwamba hafai kwenye hayo maeneo, kwa nini wasimtolee taarifa kwamba huyu ni mtu mgeni? Haya matukio ya kutekateka watu huwa yanafanywa kwa usiku. Usiku inapotokea imefikia wakati wa usiku wa bajaji, wao wanawachukua watu na kuwateka na kuwapeleka kule juu.
Upande mwingine ikifikia muda wa saa 11 wale wakina mama wanaenda kusalimia wagonjwa hospitalini ambao rufaa, wengine wao wanashuka kwa miguu, wamekosa usafiri. Sasa huwa wanawavizia njiani na kuwateka na kuwabaka kwa stendi ya Chunya hapo. Diwani wa kata Iganzo Daniel Mwanjoka na viongozi wa bajaji jiji la Mbeya wamekemea kuwepo kwa matukio hayo. Wewe zungumza tu huko unajua kama urais. Lakini ni Iganzo ambapo kuna kijana wa CB Jumatano iliyopita tunatoka kumsafirisha. Hatujui nini kimemkuta, lakini tumemkuta kule juu pale kwenye kifusi, kwenye maji, amefariki. Sasa aidha lilitokea alipigwa, vyovyote vile mimi sio msemaji wa hayo, lakini ni ndani ya uhalifu. Na ndio maana leo unatuona tunazungumza kwa sura hii, kwa sababu watu wameshajeruhiwa. Sasa tutakuja sisi na msimamo wetu na tuliokubaliana nyinyi vijana, na kuanzia sasa hivi ninavyozungumza, nyinyi viongozi wa bajaji, ni marufuku kuanzia sasa tunavyosema hivi bajaji yoyote kuikuta imepaki pale. Sisi kama viongozi wa umoja wa madereva bajaji na wamiliki jiji la Mbeya, baada ya kupata taarifa hii, tunalaani vikali jambo kama hili. Matukio yote ya kiharifu sisi haturuhusu kwenye umoja wetu wa madereva bajaji na wamiliki jiji la Mbeya. Polisi kata Iganzo Alex Mwalukasa amewataka wananchi wote kuwa mabalozi na kutoa ushirikiano wa taarifa za uhalifu kwa jeshi hilo. Jitahidini, angalia bajaji kwenye ubavu wa bajaji ni namba ngapi na usajili wake ni namba ngapi. Bajaji si zinapita muda wote. Kama hujakamilisha hilo swala la kuangalia namba ya bajaji ukaiandika kwenye simu, kuna haraka gani ya kuingangania hiyo bajaji uingie haraka wakati hujakamilisha? Basi subiri, chukua namba ya bajaji, kalili. Endapo kama litatokea lolote kule, inakuwa ni rahisi kumbaini mtu aliyekufanyia huo ukatili. Mnashindwa kuleta taarifa kwa sababu hamjui watu wanaowafanyia hivyo vitu. Sasa tunawaomba kina mama wote wale waliowahi kukutana na hizi changamoto, kama unamfahamu, kuna mtu anamfahamu aliyekufanyia matendo kama hayo ya ukatili, basi njoo pale Central. Sisi jeshi la polisi tutahakikisha tunawachukulia hatua watu wote wanaofanya hivyo. Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Daniel Smelta, TV Habari. Asante sana Daniel Smelta kwa taarifa hiyo. Kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Ubungo imeeleza kuridhishwa na kasi ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa wilayani humo, huku ikimwelekeza mkuu wa wilaya hiyo wakili Albert Msando kumtafuta mkandarasi anayetekeleza mradi wa ujenzi wa barabara ya Kimara Baruti kwa Komba, kwa kuwa ndio mradi pekee unaojengwa kwa kusuasua na kusababisha kero kwa wananchi. Huyu hapa Mrisho Mapeo kwa undani wa taarifa hiyo. Akizungumza na wananchi wa Kilungule A wakati wa ziara ya kamati hiyo ya siasa, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Ubungo, Robert Mbowe, amesema kutokana na kusuasua kwa mradi huo wa barabara ya Kimara Baruti kwa Komba ulio chini ya wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA, wananchi wamekuwa wakipata adha kubwa hasa nyakati za mvua, hivyo ni muhimu kuchukua hatua. Huyu aliyeweka kifusi ameenda kuchukua kifusi wapi? Cha mtu aliyebomoa barabara yake akakitupa akaenda kukichukua. Hii sio kifusi, ni takataka. Mheshimiwa DC, hiki sio kifusi, ni uchafu ambao umetoka barabara kubwa kule. Kuna mlima aliweka pale, ndio wameenda kukusanya pale. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya hiyo ya Ubungo, wakili Albert Msando, amekiri kuwa mradi huo unafanyika kwa kusuasua na haukidhi viwango, huku ukiwa na kero kwa wananchi wa maeneo hayo, ambapo ameelekeza TAKUKURU kumhoji mkandarasi huyo mzawa anayekwamisha juhudi za wakandarasi wazawa kupewa tenda. Kazi iliyofanyika hapa ni ya hovyo. Kwa sababu hapa tulipo tayari ni barabara ambayo ilishakabidhiwa na hali ndio ilivyo hapa. Lakini ndugu mwenyekiti, hapa waliposimama wananchi kuna barabara lakini hakuna kivuko. Wananchi imebidi waweke mbao kuvuka kwenda upande wa pili. Lakini ndugu mwenyekiti, mimi nilikagua hii barabara, nilienda mpaka juu. Anasema hapa ni kilomita 1.8. Lakini hii barabara ilitakiwa ijengwe kwa kiwango cha changarawe. Ukitifua hii barabara yote huku hukuti hata kifusi kimoja cha changarawe. Udongo uliowekwa hapa sio ambao ulitakiwa uwepo kwenye mkataba. Lakini pia vile vile ndugu mwenyekiti, mradi huu umeenda kuwa ni kero kwa baadhi ya wananchi
ambao wanakaa upande wa pili, unaenda kuunganisha mpaka Kilungule B na Kilungule A pale. Pale mbele maji haya yote yanayochukuliwa hapa yanatakiwa afike pale mwisho, yavuke upande wa pili kwenda Mtogide. Lakini pale wamejenga hatua mbili tu. Baada ya hapo wananchi wanaishi kwenye bwawa kule upande wa chini. Nao baadhi ya wananchi wameeleza namna ambavyo wanapata adha kutokana na ujenzi usiokidhi viwango unaofanyika kwenye barabara hiyo, huku mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kilungule A Kain Asalile akieleza namna ambavyo amekuwa akiteseka na wananchi wake kutokana na ujenzi mbovu kwenye eneo hilo. Hao wakandarasi kazi walioifanya sio kwamba tunawatukana. Ukipita ukusukuma hiyo mitalo hiyo inabomoka. Tulipigia kelele sana, lakini pia maji hayaendi mpaka mwisho, hapo katikati yanatwama mpaka watu waingie tumbukie mle wayasukume ndio yaende, ila yakijaa yanakwenda, yasipojaa yakiwa machache basi ni shida, uchafu. Kwa hiyo tunaomba tu Mungu atusaidie huyu mkandarasi, maadamu amejifunza kutokana na makosa, lakini sio kwa hapa tena, kwa sehemu nyingine ukienda, ila hapa pamekushinda, hatuhitaji hata kuiona sura yako. Miaka yote tunaishi hatujai kuingiliwa na maji wala nini, lakini huyu mkandarasi alipokuja kujenga akabomoa ule ukuta, mwisho wa siku kule kwetu akaweka pafupi, huku juu kaweka parefu. Kwa hiyo sisi ikinyesha mvua kama jana hatujalala jamani, juzi ndo kabisa maji yanaingia hadi ndani, hadi video tumechukua, maji yanaingia hadi ndani. Sasa sisi tutaishiji? Na pale hata mkienda saizi kaangalieni. Changamoto kubwa sana, na kibaya zaidi wanaoshughulika na mradi huu wamekuwa watoe ushirikiano pale wananchi walipokuwa wakiona tatizo. Kuna maeneo walikuwa wanaweka wamesha, kuna maeneo ya kuweka ripoti. Mimi nilikuwa nafikisha kwa husika, wanapokea lakini hawaji kufanyia kazi. Kuna upande sehemu nyingine wamechanganya tope na simenti. Joseph akasema hii ni sawa, iko sawa kabisa. Tukalifikisha sehemu husika lakini hawakuja kulifanyia kazi. Haiwezekani mradi umeanza mwaka 2024 mpaka leo hii ndio wanakuja kukagua. Hiyo karabati hapo wameweka jana baada ya msafara juzi ulipokuja mbunge na diwani. Karabati wameweka hapo, vifusi vinne vimekuja jana hivi. Sasa tunashangaa wananchi kwa kweli wamekuwa na uvumilivu sana, wakati tukiwatuliza sana kwamba viongozi watakuja, utafanyika upembuzi, hatimaye uvumbuzi upatikana. Katika ziara hiyo, kamati imetembelea miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo mradi wa kitega uchumi uliopo Manzese, kikundi cha vijana chipua, mradi wa maji Msumi A, B na C, barabara pamoja na shule. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Angela Kairuki amewataka wadau wanaotoa huduma katika sekta ya mawasiliano na tehama hapa nchini kuhakikisha mipango na mikakati yao inaendana na sera na malengo ya serikali, ikiwamo yale yaliyomo kwenye Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050 ili kufanikisha mapinduzi ya kidijitali. Tujiunge na Agula Kimsola kwa undani wa taarifa zaidi. Hayo yamebainishwa jijini Dodoma na Waziri Angela Kairuki wakati alipokutana na wadau wa sekta ya umma na binafsi, akisisitiza kwamba dhamira ya serikali ni kuhakikisha kila kijiji kinapata mawasiliano ili kuunganishwa katika ulimwengu wa kidijitali. Ninayo imani kubwa na ya dhati kabisa kwamba kupitia ushirikiano tulionao katika serikali na kwenu nyinyi sekta binafsi ndio tutaweza kupiga hatua na kuweza kufungua milango ya utekelezaji wa mkakati wetu wa uchumi wa kidijitali. Kwa upande wenu kama sekta binafsi, mnaleta rasilimali, mnaleta ubunifu, lakini vile vile mnaleta ufanisi. Kwa upande wetu kama serikali, tunaendelea kuweka mazingira ya kisera na ya kisheria na miongozo mbalimbali, ulinzi na usalama wa mifumo na mitandao, lakini vile vile kuweka sera nzuri za uendelezaji wa uwekezaji. Naendelea kujifunza kutoka kwa watoa huduma wetu, kupitia wajenzi wetu wa minara, kupitia kwa wakandarasi wetu, lakini vile vile taasisi zetu zikiwemo TTCL na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, na tunaamini kupitia taarifa zao zitatusaidia kuendelea kujenga na kuunda mikakati ya utekelezaji utakayokuwa na tija. Awali, katibu mkuu wa wizara hiyo Mohamed Hamis Abdullah na mwakilishi kutoka Tume ya Taifa ya Mipango Jordan Matonya wameeleza lengo kuu la kufanya mkutano na kuwakutanisha wadau hao ni kuhakikisha utekelezaji wa Dira ya Taifa Maendeleo unatekelezwa. Lengo kuu na lengo kubwa la kikao hiki ni kuendelea kuimarisha, kwa sababu tumekuwa tunakutana, lakini nasema tunaendelea kuimarisha familia ya mawasiliano na teknolojia ya habari,
ndio lengo kubwa sana, ni kuendelea kuimarisha familia. Sisi ni wanafamilia wa mawasiliano na teknolojia ya habari, ndio maana leo hii tumekutana sote hapa kwa ajili ya kupanga kutekeleza majukumu ya taifa kwa pamoja. Nini ambacho sekta binafsi inatakiwa kwenda nayo? Moja, tunahitaji kugharamia mpango, na mpango wa ugharamiaji wake kwa namna moja ama nyingine hautagharamiwa peke yake kutoka serikalini, lakini utagharamiwa moja kwa 70% na private sector. Kwa hiyo more than 70% we expect to come from the private sector. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine ni mpango ambao unaweza ukaona unaalika sasa sekta binafsi kuweza kuja kuchangia. Na uchangiaji wa sekta binafsi unakuwa katika mfumo gani? Hautegemewi tu moja kwa moja kuja katika budget za serikali directly, lakini ni ule uwekezaji ambao serikali itaweka mazingira mazuri. Upande wake, mkurugenzi kutoka kampuni ya mtandao wa simu za mkononi ya Airtel Tanzania, Charles Kamoto, ametumia fursa hiyo kutoa mapendekezo mbalimbali na kuhakikishia kuwa kampuni hiyo itaongeza tija katika sekta ya mawasiliano kwa taifa la Tanzania. Asante sana Gula Kimsola kwa taarifa hiyo. Serikali imewahimiza wananchi waliofungua mashauri ya mirathi na tayari kupata haki zao kurejea mahakamani kwa ajili ya kukamilisha taratibu za kuyafunga rasmi mashauri hayo ili kupunguza mlundikano wa kesi mahakamani. Recho Chacha ameandaa taarifa zaidi. Hayo yamesemwa na Naibu Waziri wa Katiba na Sheria Zainab Katimba wakati akizungumza na waandishi wa habari baada ya kumaliza ziara yake, ambapo amesema kumekuwepo na changamoto ya baadhi ya wahusika kushindwa kurejea mahakamani baada ya kupata haki zao, hali inayochangia kuendelea kuwepo kwa mashauri yanayoonekana bado yako wazi katika mfumo wa mahakama. Katika ziara hiyo ya kikazi, Katimba pia ametembelea kituo jumuishi cha masuala ya familia cha Mahakama ya Tanzania kilichopo Temeke, ambacho kinatoa huduma mbalimbali za kimahakama katika eneo moja. Ameeleza kuwa kituo hicho kinajumuisha mahakama ya mwanzo, mahakama ya wilaya, mahakama ya watoto pamoja na mahakama kuu, huku pia kikitoa huduma za msaada wa kisheria, ushauri na saha, na kuwa na chumba maalum cha kunyonyeshea kwa ajili ya kina mama. Lakini pia kuna chumba maalum cha kunyonyeshea watoto, na hili ni jambo la kipekee kabisa kwa maana inawezesha tunakuwa tumezingatia mahitaji ya makundi maalum. Lakini sasa kwenye eneo hili nitumie fursa hii kuwakumbusha wananchi ambao wanapata huduma katika kituo hichi waweze kuzingatia, na hasa kwenye zile kesi za mirathi ndo ninazungumzia. Wanapofungua mirathi, wanapopata usimamizi wa mirathi, basi wakumbuke baada ya kuwa wamekamilisha kazi ile ya ugawaji wa mirathi, warudi mahakamani kwa ajili ya kwenda kuhakikisha kwamba wanafunga mirathi. Kumekuwa na mazingira ambayo yanachangia mrundikano wa mashauri haya mahakamani, kwa sababu wale wanaopewa barua za usimamizi wa mirathi wanapofungua mashauri haya ya mirathi hawarudi kuja kufunga haya mashauri ya mirathi. Kwa mujibu wa Katimba, uanzishwaji wa vituo hivyo ni sehemu ya jitihada za serikali kusogeza huduma za mahakama karibu zaidi na wananchi na kuhakikisha huduma hizo zinazingatia mahitaji ya makundi mbalimbali ya jamii, hususan wanawake na watoto. Asante sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi inatarajiwa kuendesha kliniki ya utatuzi wa migogoro ya ardhi kwa kundi la wanawake kwa kipindi cha wiki nzima katika mikoa 26 ili kutatua migogoro ya ardhi kwa kundi ambalo umiliki wake wa ardhi nchini ni 28%. Gula Kimsola anao undani wa taarifa hiyo. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi Lucy Biemela amesema kliniki hiyo ni maelekezo ya Rais Samia Suluhu Hassan ya kutatua migogoro ya ardhi, na kliniki hiyo itafanyika kuanzia Machi 2 hadi 7 sambamba na maadhimisho ya sherehe ya siku ya wanawake duniani na kujikita katika kutatua migogoro inayowahusu wanawake katika upande wa ardhi kutoka mikoa 26 ya Tanzania bara. Aidha, Naibu Katibu Mkuu amesisitiza kwamba dhamira ya serikali ya awamu ya 6 ni kuendelea kuleta usawa katika kumiliki ardhi, ambapo serikali imefanya mabadiliko ya sera na sheria mbalimbali ili kuondoa mila na desturi kandamizi dhidi ya wanawake. Kliniki hii itakayotambulika kama Samia Ardhi Clinic itaongozwa na watumishi wanawake waliopo katika ofisi za ardhi za mikoa yote 26 hapa nchini. Uendeshaji wa kliniki hizi
ni utekelezaji wa maagizo ambayo amekuwa akiyatoa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuhusu kuhakikisha wananchi wanapewa huduma bora, lakini pia watumishi wa umma wanatoka maofisini na kuwafuata wananchi mahali walipo kwa lengo la kuwapatia huduma kwenye maeneo yao. Hata hivyo, kwa mujibu wa Wizara ya Ardhi, mkoa unaoongoza kwa kuwa na kiwango kikubwa cha wanawake wanaomiliki ardhi ni mkoa wa Singida, ambapo wanawake wake wanamiliki 48% ya ardhi, huku mkoa unaofuatia ni mkoa wa Dar es Salaam ambao wenyewe una wanawake wanaomiliki ardhi kwa 38%. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika biashara, vijana wa mradi wa Jenga Kesho iliyo bora Chamwino wakosa soko la matangazo.